Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, kwa ni ndani ya uhinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa Jumatatu tarehe 13 Julai mwaka 2026. Nami ni Telejo Longa nikuletea habari muhimu zinazogusa hali ya usalama, siasa, afya na maisha ya wananchi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika taarifa yetu tutaanzia na habari kuu za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali zinazofuatiliwa kwa karibu na wananchi. Na niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuendelea ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, vile vile kujabone, kueme na kupartager. Na kama basi tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo limedhibiti tena kituo cha Kipupu pamoja na maeneo yanayozunguka katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini baada ya operesheni ya kijeshi iliyofanyika siku ya jana Jumapili tarehe 12 Julai. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, vikosi vya FARDC na Wazalendo wamefanikiwa kuwafurusha waasi wa kundi la Twirwaneho pamoja na wapiganaji wa Tabara ambao wanadaiwa kushirikiana na muungano wa M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa muda, vikosi hivyo vilifanikiwa kuingia katikati ya mji wa Kipupu na kuanza kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu. Mashuhuda waliopo Kipupu wanasema kuwa wanajeshi wa FARDC pamoja na Wazalendo walionekana kufanya doria katikati ya miji na kijiji vinavyozunguka eneo hilo, huku wakihakikishia usalama unarejea hatua kwa hatua. Wananchi wengi waliokuwa wamekimbia kutokana na mapigano yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya usalama, wakitarajia kuendelea kurejea makao endapo tulivu utaendelea kuhudumu. Kurejeshwa kwa Kipupu kunatajwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za serikali kurejesha mamlaka yake katika maeneo ya Mwenga ambayo yamekuwa yakabiliwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni. Eneo hilo lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu linaunganisha baadhi ya maeneo ya Mwenga, Fizi na Minembwe. Hata pamoja na ushahidi, vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa operesheni za kuwasaka wapiganaji waliokimbia zinaendelea katika maeneo ya milima na mistuni yanayozunguka Kipupu ili kuzuia uwezekano wa mashambulizi mapya. Mpaka sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi waliouawa kujeruhiwa wakati wa mapigano hayo. Pia kuna taarifa rasmi kuhusu hasara zilizopatikana kwa pande zote mbili. Kivu News Info inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika eneo la Kipupu na maeneo mengine ya Mwenga na kuwaletea wasikilizaji taarifa sahihi kadiri zitakavyokuwa zinapatikana. Video moja ambayo imeenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii inaendelea kuzua mjadala mkubwa ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Video hii inamuonyesha msemaji wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF Brigadier General Orlan Rivanga akitoa kauli zinazotafsiriwa na wengi kuwa zinapingana na mchakato wa amani unaendelea kati ya Kinshasa na Kigali. Katika video ambayo imesambazwa kwa wengi kwenye mitandao ya kijamii na kidijitali, Brigadier General Orlan Rivanga anasikika akisema, "Sisahau kuhusu makubaliano ya Washington, tuko Goma na Bukavu ili kubaki huko." Kauli hiyo imezua hisia kali miongoni mwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachambuzi wa masuala ya usalama pamoja na wadau wa diplomasia ya kimataifa. Wengi wanaona kama kauli hiyo inaweza kuashiria kutokuwepo kwa dhamira kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa kati ya serikali ya Kinshasa na Kigali kupitia mchakato wa Washington unaoungwa mkono na Marekani. Kama inavyofahamika, makubaliano ya Washington yalilenga kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili, kurejesha ile usalama mashariki mwa DRC pamoja na kuweka misingi wa amani wa kudumu. Miongoni mwa vipengele muhimu vya makubaliano ni kuondolewa hatua kwa vikosi vya Rwanda vinavyodaiwa kuwepo ndani ya ardhi ya Kongo, kusitishwa kwa mapigano pamoja na kuchukuliwa hatua dhidi ya makundi yoyote yenye silaha yanayoendelea kufanya shughuli za kivita katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Hata hivyo, licha juhudi hizo za diplomasia, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa wasiwasi mkubwa. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi. Kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa pamoja na washirika wakazi wa kimataifa, waasi wa muungano wa M23 wanaendelea kupata msaada kutoka Rwanda. Rwanda imekuwa ikanusha mara kwa mara tuhuma hizo, lakini ripoti mbalimbali za kimataifa zikiendelea kueleza kuwa kuna ushahidi unaonyesha uwepo wa ushirikiano kati ya jeshi la Rwanda na waasi wa M23.
Hadi sasa waasi wa M23 bado wanadhibiti mji wa Bukavu na Goma pamoja na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na Kusini. Katika maeneo wakazi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu, huko mapigano yakiripotiwa mara kwa mara katika maeneo ya pembezoni. Kuibuka kwa video hii kumeongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa mchakato wa amani kati ya Kinshasa na Kigali. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa kauli kama hizi zinaweza kuzofisha imani iliyokuwa inaanza kujengwa kati ya pande husika na kufanya utekelezaji wa makubaliano wa Washington kuwa mgumu zaidi. Baadhi ya wadau wa diplomasia wanaeleza kuendapo kauli hiyo itathibitishwa, kwani msimamo rasmi wa upande wa Rwanda inaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la maziwa makuu na kuasiri juhudi zinazoendelea za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, hadi kufika sasa mamlaka za Rwanda bado hajatoa tamko rasmi kuhusu video wala kufafanua mazingira ambayo kauli hizo zilitolewa. Kutokana na ukosefu wa maelezo rasmi, bado haijulikani ikiwa kauli hizo ziliwasilishwa msimamo wa serikali ya Kigali au zilitolewa katika mazingira mengine tofauti. Wakati wananchi wa DRC pamoja na jumuiya ya kimataifa wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yaliyo wakisubiri majibu rasmi kutoka Kigali na hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha makubaliano ya amani yanaendelea kutekelezwa na hali ya usalama mashariki mwa Kongo inarejea. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, viongozi wa waasi wa M23 wameonekana kufanya ziara katika eneo la Kisimbiro lilopo katika wilaya Lubero. Ziara imekuja wakati ambako waasi hao wanaendelea kuimarisha uwepo wao katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao, huku wakitangaza maamuzi mapya kuhusu namna ya kusimamia huduma za elimu. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, viongozi hao walikutana na baadhi ya wakuu wa utawala wa eneo hilo pamoja na wakilishi wa kijamii katika kile kinachoelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha utawala katika maeneo wanayoyadhibiti. Hata hivyo, maelezo rasmi kuhusu yaliyojadiliwa katika mkutano bado hajatolewa hadharani. Wakati huo, viongozi wa waasi wa M23 wametangaza uamuzi wa kuhamasisha mjini Goma usimamizi wote wa kiutawala na kifedha wa shule zopo katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa tangazo hilo, kuanzia sasa masuala yote yanayohusiana na usimamizi wa elimu, mishahara, ada za shule pamoja na fedha za utendeshaji yataongozwa kutoka Goma. Hatua imezua mjadala mkubwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa wanaharakati na wadau wa elimu wakieleza hofu yao kuhusu athari zinazoweza kujitokeza. Harakati ya wananchi inajulikana kwa jina la Lucha, yaani Lutte pour le Changement, imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu uamuzi huo. Kwa mujibu wa Lucha, kuanzisha mfumo wa usimamizi wa elimu unaojitegemea katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi kunaweza kuwa hatua inayochochea migawanyiko ya nchi. Katika taarifa yake, Lucha imeonya kuwa kuhamasisha mamlaka ya kusimamia shule kutoka kwa serikali halali ya Kinshasa na kuyapeleka kwa utawala wa M23 kunaweza kuzofisha mfumo wa kitaifa wa elimu na hatimaye kuathiri umoja wa kitaifa. Harakati hiyo imeeleza kuwa elimu ni moja ya mwili muhimu ya mamlaka ya dola na kwamba ikiwa katika eneo litaanza kuendesha mfumo wake wa kutawala na kifedha, aliona kuleta mazingira yanayofanana na kugawanyika kwa nchi, jambo ambalo limekuwa likihofiwa kwa muda mrefu kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa hatua inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa waasi wa M23 wakimarisha taasisi zake katika maeneo wanayoyashikilia. Wanasema kwamba na masuala ya kijeshi, waasi hao wamekuwa wakijaribu kujenga mfumo wa utawala wa kiraia katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Uamuzi unakuja wakati ambako juhudi za diplomasia za kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo wa mashariki mwa DRC zinaendelea kupitia mazungumzo yanayoungwa mkono na washirika wa kimataifa. Hata hivyo, mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa Kivu Kaskazini na Kusini, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu uamuzi huo uliotangazwa na waasi wa M23. Wizara ya Elimu pia haijafafanua hatua inazochukua kuhusiana na usimamizi wa shule zilizo katika maeneo hayo. Wakati hali ikiendelea kufuatilia kwa karibu, wadau mbalimbali wa elimu na haki za binadamu wanatoa wito kwa pande zote kuheshimu mfumo wa kitaifa wa elimu na kuhakikisha kwa wanafunzi na walimu hawawi waathirika wa mzozo unaendelea mashariki mwa DRC. Taarifa mbalimbali kutoka vyanzo vinavyofuatilia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kwa tangu mwezi Januari mwaka 2026, uchimbaji wa dhahabu kutoka mgodi wa Tangwiza uliopo Luinja ndani ya wilaya Mwenga mkoani Kivu Kusini unaendelea kufanyika katika mazingira ya vita vinavyoendelea kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa madai yaliyotolewa na vyanzo hivyo, Rwanda inadaiwa kuendelea kufaidika na uchimbaji huo kupitia ushirikiano wake unaodaiwa na serikali ya Kinshasa pamoja na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuwa nao na waasi
M23, Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai hayo. Taarifa zinadai kuwa katika mgodi wa Twangiza uzalishwa wastani wa kilo 12 za dhahabu kila mwezi kupitia mzunguko miwili ya uzalishaji. Dhahabu hiyo imesemekana usafirishwa nje ya eneo la uchimbaji kupitia njia mbalimbali kabla kufikishwa katika masoko ya kimataifa. Vyanzo vinaendelea kudai kuwa sehemu ya dhahabu inayochimbwa katika eneo la Twangiza mining hupelekwa pia nchini Katare baada ya kupita katika njia za usafirishaji ambazo hazijafafanuliwa uwazi. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa rasmi na mamlaka za Katare wala kampuni ya Twangiza Mining. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, mapato yanayotokana na biashara ya madini yanaendelea kuwa chanzo muhimu cha kuhifadhi shughuli za makundi yenye silaha yanayopigana mashariki mwa DRC. Mbali na dhahabu ya Twangiza, mgodi wa Coltan wa Ruba katika Kivu Kaskazini umetajwa mara kadhaa katika ripoti mbalimbali za kimataifa kwa miongoni mwa maeneo yanayozalisha mapato makubwa katika kipindi hiki cha vita. Taarifa hizo zinaeleza kwa kile kinachoitwa uchumi wa vita unaotokana na biashara ya dhahabu na coltan umechangia kuimarisha uwezo wa kijeshi wa waasi wa M23. Fedha hizo zinadaiwa kutumika katika ununuzi wa vifaa vya kisasa na vya kivita, vifaa vya mawasiliano, usafirishaji wa wanajeshi pamoja na mahitaji mengine ya kijeshi. Vyanzo vinadai kuwa Rwanda inaendelea kuwapatia waasi hao vifaa vya kisasa vya kivita ikiwemo ndege zisizo na rubani zinazotengenezwa nchini Uturuki pamoja na mifumo mingine ya hali ya juu ya ulinzi wa mashambulizi yanayotumika katika vita vya kisasa. Serikali ya Rwanda hajathibitisha madai hayo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, matumizi ya ndege zisizo na rubani yalikuwa na mchango mkubwa katika operesheni za kijeshi zinazofanyika katika maeneo ya Minembwe ambako makundi ya Twirwaneho na Red Tabara yaliweza kuhamasisha nafasi zao na kuendelea na mashambulizi kuelekea maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo ya Point Zero ndani ya wilaya ya Fizi. Katika miezi hivi karibuni mapigano yameendelea kushuhudiwa katika maeneo ya Mwenga, Fizi na Minembwe, huku pande hizi zinazopigana zikiendelea kutumia teknolojia za kisiasa katika operesheni zao za kijeshi. Leo imeongeza wasiwasi kwa wananchi pamoja na mashirika ya kibinadamu kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokimbia makazi yao. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuitumu Rwanda kwa kutoa msaada wa kijeshi, vifaa na askari wa waasi wa M23, madai ambayo yamekuwa yakitolewa pia katika baadhi ya ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Rwanda hata hivyo imeendelea kuyakanusha na kusitiza kuwa inalinda usalama wake wa mipakani. Mamlaka ya muda wa wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini imetoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa za upotoshaji na uzushi unaosambazwa kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii zikidai kuwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya wilaya himo imezorota. Mamlaka hizo zimesema taarifa hizo zinalenga kuwatia hofu wananchi na kuvuruga mshikamano wa jamii wakati ambako vikosi vya ulinzi vinaendelea kutekeleza jukumu lao la kulinda mipaka na usalama wa raia. Akizungumza kutoka makao makuu ya wilaya ya Fizi, mkuu wa ofisi na msimamizi wa muda wa wilaya hiyo Mathieu Wilonja amesisitiza kuwa wananchi wanaendelea kuwaunga mkono wanajeshi wa FARDC na katika juhudi zao za kuhakikisha amani na usalama vinaendelea kutawala katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Mathieu Wilonja, madai yaliyosambazwa kwamba waasi wa vikundi vya adui wameingia katika vijiji vya Mulima hayana ukweli. Amesema hadi sasa hakuna ushahidi unaothibitisha kuwa adui amefika katika vijiji hivyo na kwamba taarifa hizo ni sehemu ya kampeni ya propaganda inayolenga kueneza hofu miongoni mwa wananchi. Ameongeza kuwa maisha yanaendelea kuwa kawaida katika sehemu kubwa ya wilaya Fizi. Kwa mfano, siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya soko katika maeneo mengi ya wilaya hiyo, wananchi walijitokeza kwa wingi kufanya shughuli zao za kila siku bila hofu. Wafanyabiashara waliendelea kuuza bidhaa zao sokoni, magari usafiri ya umma pamoja na pikipiki za teksi ziliendelea kutoa huduma kwa shughuli nyingine za kijamii na kiuchumi zikiendelea kama ilivyo kawaida. Kwa mujibu wa utawala wa wilaya Fizi, alionyesha kuwa wananchi wa Fizi waendelea kuwa na ustahimilivu mkubwa licha changamoto za kiusalama zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naye kiongozi wa CCM mpya ya kiraia katika wilaya Fizi amewataka wananchi kuendelea kuwa watulivu na kutokubali kushawishiwa na taarifa ambazo hazijathibitishwa. Wamesema hali ya usalama katika mkoa huu wa wilaya, makao makuu ya wilaya, inaendelea kuwa shwari na shughuli za kawaida zinaendelea bila vikwazo vikubwa. Asio amewataka pia vijana wa Fizi kuendelea kushirikiana na vikosi vya FARDC kwa njia halali, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa muhimu zinazoweza kusaidia kuimarisha usalama na kuepuka kueneza habari zisizo na uhakika ambazo zinaweza kusababisha
kusababisha taruki katika jamii hii. Kwa mujibu wa viongozi wa kiraia, hofu kubwa zaidi inaendelea kuripotiwa katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi, ambako mapigano kati ya makundi yenye silaha yamekuwa kitokea mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni. Hata hivyo, ameeleza kuwa hali katika sehemu kubwa eneo hilo kati ya wilaya na Fizi bado iko chini ya udhibiti wa serikali. Mamlaka za wilaya zimehimiza wananchi kuendelea kupata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na vyombo vya habari vinavyozingatia taaluma ya uandishi wa habari badala kuamini ujumbe unaosambazwa kwenye mitandao ya kijamii bila udhibitisho. Wakati wa vikosi vya FARDC vinaendelea na operesheni zake za kuimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya wilaya Fizi, huku mamlaka zisitiza kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi ni muhimu katika kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa katika kila eneo. Cause se trouve dans le haut plateau de Minembwe où les forces loyalistes et les éléments de M23 se battent là, et c'est là où ils sont signalés des combats. Aux jeunes, vraiment, j'ai une simple recommandation plutôt de soutenir nos FARDC. Parce que sans le soutien des jeunes aux FARDC, rien ne peut marcher. Aux gens qui manipulent les gens, aux gens qui désinforment la population, vraiment ils n'ont pas de chance. Nous ne sommes pas ensemble avec eux, nous sommes ensemble avec nos vaillants FARDC pour que la victoire soit là, certaine. Aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Azarias Ruberwa ametoa kauli kali kuhusu mjadala unaoendelea nchini kuhusiana na uwezekano wa kufanyiwa marekebisho kubadilishwa kwa katiba ya sasa ya nchi. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa, wakati ambako mjadala ya mageuzi ya katiba unaendelea kugawa maoni ya wanasiasa, wanaharakati na wananchi. Akizungumza hadharani, Azarias Ruberwa ametahadharisha Rais Felix Antoine Tshisekedi dhidi ya hatua yoyote inaweza kulenga kubadilisha kurekebisha katiba ya sasa bila kufuata misingi ya maridhiano ya kitaifa. Kwa mujibu wa mwanasiasa huyo, katiba iliyotumika kwa sasa sio mali ya kundi fulani la kisiasa wala matokeo ya maslahi ya upande mmoja, bali ni matokeo ya mchakato mrefu wa mazungumzo ya kitaifa yaliyokutanisha wadau mbalimbali wa nchi baada ya miaka mingi ya migogoro ya vita. Azarias Ruberwa amekumbusha kwa katiba ya sasa inatokana na mazungumzo ya kitaifa yaliyofanyika katika kipindi cha mpito baada ya vita vya Kongo na baadaye kupitishwa na wananchi kupitia kura ya maoni. Kwa sababu hiyo, amesema katiba hiyo imebeba mapenzi ya wananchi wa Kongo na inapaswa kuheshimiwa kama msingi wa umoja wa kitaifa na utulivu wa taasisi za nchi. Kwa mujibu wa Azarias Ruberwa, yeyote anayepanga kufanya mabadiliko makubwa wa katiba anapaswa kwanza kuhakikisha kuwa hatua hiyo inaungwa mkono wa wananchi na inafanyika kwa wazi kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Amesema kwa kujaribu kubadilisha katiba kwa njia inaweza kutafsiriwa kama kulinda maslahi ya kisiasa mtu mmoja wa kundi fulani kunaweza kusababisha migawanyiko mikubwa ya kisiasa nchini. Katika sehemu ya matamshi yake ambayo imevutia hisia za wengi, Ruberwa alionya kwamba hatua yote ya upande mmoja unalenga kubadilisha katiba inaweza kusababisha migogoro ya kisiasa na kuhatarisha uthabiti wa taasisi za taifa. Alieleza kwa historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonyesha mara kadhaa kwamba mjadala unaohusiana na muda wa madaraka na katiba mara nyingi imekuwa chanzo cha mvutano wa kisiasa. Mwanasiasa alitumia maneno makali zaidi aliposema kuwa jaribio la kubadilisha katiba kwa njia isiyokubalika na wananchi inaweza kumweka Rais Felix Antoine Tshisekedi katika mazingira magumu ya kisiasa na hata kusababisha kuondolewa kwake madarakani. Kwa hiyo imebua mjadala mkubwa kuhusu maana yake ya athari zake katika hali ya kisiasa ya nchi. Kauli za Azarias Ruberwa zinakuja wakati ambako mjadala kuhusu mageuzi ya katiba unaendelea kushika kasi katika nchini DRC. Kwa miezi kadhaa sasa, baadhi ya viongozi wa kisiasa wamekuwa wakizungumzia uwezekano wa kufanya marekebisho ya baadhi ya vifungo vya katiba, huku wengine wakipinga vikali wazo hilo. Wanaunga mkono mageuzi yao wameeleza kuwa baadhi ya vipengele vya katiba vinahitaji kurekebishwa ili kuendana na hali ya sasa ya kisiasa, kiuchumi na kijamii hii nchini. Kwa upande mwingine, wapinzani wa wazo hilo wanaamini kuwa mjadala huo unaweza kufungua mlango wa mgogoro mpya ya kisiasa na kuathiri utulivu wa taifa. Katika miaka ya nyuma, mjadala kubadilisha katiba na imewahi kuzua maandamano makubwa katika miji mbalimbali ya DRC, kwa wananchi wengi wakihofia uwezekano wa viongozi kutumia mabadiliko hayo kuongeza muda wa kukaa madarakani na kubadilisha misingi ya utawala wa kidemokrasia. Kwa sasa serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi haijatoa maelezo rasmi kuhusu kauli za Azarias Ruberwa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa
anaamini kuwa mjadala kuhusu katiba utaendelea kuwa moja masuala makubwa ya kisiasa nchini katika miezi ijayo. Wakati wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mjadala huo, huku wengi wakitaka maamuzi yoyote kuhusu mustakabali wa katiba yafanywe kwa njia ya amani, mazungumzo ya kitaifa na kwa kuheshimu matakwa ya wananchi pamoja na misingi ya demokrasia. Mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha rasmi Profesa Seneta Modeste Bahati Lukwebo kuwa rais wa kitaifa wa chama cha Alliance des Forces Democratiques du Congo AFDC kwa muhula mpya wa miaka 5. Uamuzi huo unaweka mwisho wa mgogoro wa uongozi ulikuwa ukiendelea ndani ya chama hicho kufuatia mkutano mkuu wa 4 wa kawaida uliofanyika tarehe 15 Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya Kinshasa Ngombe, maamuzi yote yaliyopitishwa katika mikutano hiyo ya wanachama yamethibitishwa kuwa halali, jambo linalomaanisha walali wa uongozi wa Profesa Seneta Bahati Lukwebo kama mkuu wa chama cha AFDC. Wakili wa chama hicho Maitre Roger Onekenge amesema kuwa hukumu hiyo ni ya sasa ya mwisho na iwezi tena kupingwa na mahakamani kwa sababu hakuna upande uliowasilisha rufaa ndani ya muda uliowekwa na sheria. Kwa mujibu wa hukumu iliyowasilishwa rasmi na mwakili wa AFDC siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai, mwanachama Otto Baizi ambaye alikuwa amefungua kesi hiyo alipinga uhalali wa uongozi uliotokana na mkutano huo ameshindwa katika madai yake. Mahakama imekataa maombi yake na kuthibitisha kuwa viongozi waliochaguliwa wakati wa mkutano wanaendelea kuwa viongozi halali wa chama. Viongozi wa AFDC wameeleza kuwa uamuzi wa mahakama unaondoa kabisa tofahamu iliyokuwa imejitokeza kuhusu uongozi wa chama na kwamba sasa taasisi zote zoundwa wakati wa mkutano huo wa 4 zinatambuliwa rasmi na sheria. Akizungumza hukumu hiyo, Maitre Roger Onekenge amesema kuwa kuanzia sasa Profesa Bahati Lukwebo anatambuliwa rasmi na vyombo vya sheria kama rais wa kitaifa na kiongozi mkuu wa kisiasa wa AFDC. Baada ya uamuzi wa uongozi wa AFDC umeonya kuwa mtu yeyote atakayejitokeza kuzungumza kuchukua maamuzi kwa niaba ya chama bila kutambuliwa na vyombo halali vya chama na sheria atawajibika kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa viongozi wa chama hicho, hukumu hiyo na sheria mwanzo wa hatua mpya kuimarisha umoja wa ndani wa AFDC kwa miezi kadhaa ya mkutano kuhusu uongozi. Wamesema sasa chama kitatekeleza nguvu zake katika kuimarisha shughuli za kisiasa na maandalizi ya malengo yake ya baadaye chini ya uongozi wa Modeste Bahati Lukwebo. Mawakili wa chama wameeleza kuwa hukumu hiyo inampa nafasi Bahati Lukwebo misingi ya imara na kisheria na kuendelea kutekeleza majukumu yake bila pingamizi lolote la kisheria. Kesi hiyo ilikuwa imefunguliwa baada ya baadhi ya wanachama kupinga maamuzi yaliyotolewa wakati wa mkutano mkuu wa 4 wa AFDC ulifanyika tarehe 15 Machi. Tangu wakati huo swala la uhalali wa viongozi wapya ilikuwa likijadiliwa mbele ya vyombo vya sheria. Kwa hukumu hiyo ambayo sasa imekuwa mwisho, mahakama ya Kinshasa Ngome inahitimisha rasmi mzozo huo wa kisheria na kudhibitisha kwamba maamuzi yote yaliyofikiwa na wajumbe wa mkutano huo wa AFDC yanabaki kuwa ya halali na endelea kutumika kwa mujibu wa sheria za chama za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha rasmi Profesa Seneta Modeste Bahati Lukwebo kuwa rais wa kitaifa wa chama cha Alliance des Forces Democratiques du Congo AFDC kwa muhula mpya wa miaka 5. Uamuzi huo unaweka mwisho wa mgogoro wa uongozi ulikuwa ukiendelea ndani ya chama hicho kufuatia mkutano mkuu wa 4 wa kawaida uliofanyika tarehe 15 Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya Kinshasa Ngombe, maamuzi yote yaliyopitishwa katika mikutano hiyo ya wanachama yamethibitishwa kuwa halali, jambo linalomaanisha walali wa uongozi wa Profesa Seneta Bahati Lukwebo kama mkuu wa chama cha AFDC. Wakili wa chama hicho Maitre Roger Onekenge amesema kuwa hukumu hiyo ni ya sasa ya mwisho na iwezi tena kupingwa na mahakamani kwa sababu hakuna upande uliowasilisha rufaa ndani ya muda uliowekwa na sheria. Kwa mujibu wa hukumu iliyowasilishwa rasmi na mwakili wa AFDC siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai, mwanachama Otto Baizi ambaye alikuwa amefungua kesi hiyo alipinga uhalali wa uongozi uliotokana na mkutano huo ameshindwa katika madai yake. Mahakama imekataa maombi yake na kuthibitisha kuwa viongozi waliochaguliwa wakati wa mkutano wanaendelea kuwa viongozi halali wa chama. Viongozi wa AFDC wameeleza kuwa uamuzi wa mahakama unaondoa kabisa tofahamu iliyokuwa imejitokeza kuhusu uongozi wa chama na kwamba sasa taasisi zote zoundwa wakati wa mkutano huo wa 4 zinatambuliwa rasmi na sheria.
Akizungumza hukumu hiyo, Maitre Ronjo Nakenge amesema kuwa kuanzia sasa Profesa Bahati Lukwebo anatambuliwa rasmi na vyombo vya sheria kama rais wa kitaifa na kiongozi mkuu wa kisiasa wa FDC. Baada ya uamuzi wa uongozi wa FDC umeonya kuwa mtu yeyote atakayejitokeza kuzungumza kuchukua maamuzi kwa niaba ya chama bila kutambuliwa na vyombo halali vya chama na sheria atawajibika kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa viongozi wa chama hicho, hukumu hiyo na sheria mwanzo wa hatua mpya kuimarisha umoja wa ndani wa FDC kwa miezi kadhaa ya mkutano kuhusu uongozi. Wamesema sasa chama kitatekeleza nguvu zake katika kuimarisha shughuli za kisiasa na maandalizi ya malengo yake ya baadaye chini ya uongozi wa Modeste Bahati Lukwebo. Mawakili wa chama wameeleza kuwa hukumu hiyo inampa nafasi Bahati Lukwebo misingi ya imara na kisheria na kuendelea kutekeleza majukumu yake bila pingamizi lolote la kisheria. Kesi hiyo ilikuwa imefunguliwa baada ya baadhi ya wanachama kupinga maamuzi yaliyotolewa wakati wa mkutano mkuu wa 4 wa FDC ulifanyika tarehe 15 Machi. Tangu wakati huo swala la uhalali wa viongozi wapya ilikuwa likijadiliwa mbele ya vyombo vya sheria. Kwa hukumu hiyo ambayo sasa imekuwa mwisho, mahakama ya Kinshasa Ngome inahitimisha rasmi mzozo huo wa kisheria na kudhibitisha kwamba maamuzi yote yaliyofikiwa na wajumbe wa mkutano huo wa FDC yanabaki kuwa ya halali na endelea kutumika kwa mujibu wa sheria za chama za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 Julai mwaka 2026. Mimi ni Loja Longa ambaye nilikuwa nikuletea habari muhimu zinazohusu hali ya usalama, siasa, afya na maisha ya wananchi. Na kila siku naendelea kujuza tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa kuna nasema kujabone kwa email vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi nakutakia siku njema yenye amani tulivu, endelea kufuatilia Kivu News Info kwa habari zaidi kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi bye bye na chana, kutana tena katika taarifa zetu zinazofuata. Asante sana kwa kutusikiliza.